Twende pamoja na Shafii The Don katika elimu ya nyota sehemu ya pili. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Wajameni, leo tunamalizia elimu ya nyota ili tuingie kwenye elimu ya ndoto. Kama una swali tafadhali mpigie Shafii mwenyewe kwa namba hizi. Anza na alama ya kujumlisha, kisha 255 69 200 7575, au mcheki Instagram kwa don_shafinez. Ukinipigia mie nitakupiga saundi tu, hivyo tusichoshane. Nyota ya kwanza tayari, sasa twende katika nyota zinazofuata. Nyota ya pili ni ng'ombe. Nyota hii bwana asili yake ni udongo. Sifa kubwa ya watu wenye nyota hii ni wakimya lakini jeuri kweli. Wapole lakini wasikivu. Hawana haraka lakini ni makini na waangalifu. Wabishi na wasiopenda kushindwa. Wapenda usawa lakini waoga wa mabadiliko. Wana misimamo mikali, tunawaita conservative. Wanapenda vitu vya thamani. Wao ndoa ni muhimu sana kuliko mchepuko. Ndo wale mabinti ukiwatokea wanakuuliza, utanioa au unataka kunichezea? Ni waaminifu sana, ndo maana wana wivu. Kazi sahihi za wenye nyota hii ni muziki, kuuza migahawa, shughuli za ujenzi, kilimo, uhasibu na sanaa, hasa uchoraji au uchongaji vinyago. Yawezekana maisha yamekupiga kwa sababu unapiga mbishi za utangazaji na wakati kazi yako ni kuuza mgahawa. Halafu wenye nyota hizi wanapenda watoto wao wafuate nyayo zao. Wakisikia mtoto wao kaolewa na kabila tofauti, ni msala. Mtoto kabadilisha dini, wanamzila. Mtoto kaacha ualimu na kupiga biashara na wakati wao ni walimu wanazimia. Yaani ni conservative kweli kweli. Wenye nyota hii akiajiriwa sehemu hata nyanyaso kiasi gani, bado ataogopa kuondoka. Madini yao ni silver. Hivyo wanashauriwa kupiga cheni ya silver, heleni za silver, bangili za silver na pete za silver. Hapa kuna mtihani hapa. Maana ukiangalia siku ya ndoa wote tunapiga dhahabu tupu bila kujua nyota. Halafu tunashangaa baada ya muda ndoa inakuwa ndoano. Mtu mnapendana naye kabla ya pingu na mnakuwa maadui mpaka kuuana. Shafii anasema ni kuchengwa na maarifa tu. Maana imeandikwa watu wengi wanaangamia kwa kukosa maarifa. Rangi zao za bahati ni kijani. Kama vipi siku moja brother unajilipua na pamba za kijani tupu, ezifu unafanya kazi misituni. Shafii anasema, kuanzia unapoishi mpaka unakofanyia kazi, jitahidi rangi hiyo isikose hata kwa mbali. Siku yao ya bahati ni Jumatano na wakati Jumamosi ni siku mbaya sana kwao. Hivyo, unapopanga mipango yako, please, zingatia hizo siku. Nyota ya tatu ni mapacha. Asili ya nyota hii bwana ni upepo na siku yao ya bahati ni Jumatano na siku ya gundu ni Jumanne. Rangi zao za bahati ni light blue na njano mkoleo. Madini yao ni shaba. Sifa kubwa ya watu wenye nyota hii ni kukosa msimamo. Ni vigeugeu kweli kweli. Hawaaminiki sana. Lakini wenye uwezo mkubwa wa kufikiri kwa haraka na kufahamu mambo upesi. Halafu ni wasengenyaji balaa. Wanafaa sana katika propaganda. Wana uwezo wa kushawishi watu kutenda jambo lolote bila utashi wao. Hawa ni watu hatari sana. Wenye nyota hii zinaiva sana na watu wenye nyota ya mizani na ndoo. Lakini haziivi na wenye nyota za mashuke, mishale na samaki. Ndio maana unaweza kukuta watu wamezaliwa tumbo moja, lakini ni paka na panya. Mpaka wanalogana, kaka ni tajiri, mdogo wake anatembelea kucha. Akishirikiana na mwenye nyota ya kaa anapiga pesa kishenzi. Ukisikia jamaa anaimba tatizo ni nyota, usidhani anaigiza, anayejua siri. Hata wewe ukiamua unaweza kujua kati ya hao wapenzi wako 18, yupi ni nyota au gundu kwako. Jaribu uone, majibu yatakushangaza. Unaweza kukuta mambo yako hayaendi kumbe ni mtu uliyenaye kwenye mahusiano. Wenye nyota hii mahaba yanakolewa wakikutana na wenye nyota ya mizani. Hii hutokea sana katika jamii yetu, unakuta binti amezimika kwa msela, hata kama anamlisha matembele. Mtu anaacha mke wake mrembo, na kuhamia kwa nungu yeye, na gari anahamishia huko, na mshahara mzima mnaishia kusema kalisho limbwata. Tatizo nyota dada, mapenzi nyota.
sura mbwembwe tu. Tafuta nyota yako upende upendeke. Bwana we. Shida ya wenye nyota hii ni kukasirika haraka kama mtu asiye na hela. Yaani kama huna hela, unakuwa na hasira za haraka haraka sijui kwa nini. Halafu wenye nyota hii kwa kuchepuka sasa. Kama ni mwanamke lazima awe na kibenteni, na mwanaume kamchepuko. Kinachowaponza ni mafundi kwenye mapenzi, hawachoshi kabisa. Ukiingia kwenye anga zao huchomoki. Wana mistari utadhani walimu wa kitchen party. Hawa kazi zao ni utangazaji, uandishi wa vitabu, ualimu na ushauri nasaha. Nyota ya 4 ni Kaa. Asili yake ni maji. Siku yao ya bahati ni Jumatano na siku ya gundu kwao ni Jumanne. Rangi zao ni nyeupe. Wanapenda sana marafiki na ndugu zao. Ndo hawa hata kipata kazi au kuli, anahamishia ukoo mzima kwake. Katika swala la mapenzi, hawanaga mapenzi ya nusu-nusu. Ndo maana wanaogopa sana kutendwa. Yaani wakipenda wamependa mazima. Akitendwa basi ataitangazia dunia kwamba wanaume wote ni mashetani. Shida kubwa ya hawa watu ni kusikitika na manunguniko tadhani watoto wa kambo. Halafu zinaiva sana na wenye nyota ya nge na samaki. Lakini haziivi na nyota ya punda, mizani na mbuzi pia. Wakishirikiana na nyota ya Simba wanapiga pesa balaa. Kimahaba nyota yao ni mbuzi. Kazi zinazoweza kuwatoa ni utabibu, benki, umeneja na uandishi. Madini yao ni fedha. Nyota ya 5 ni Simba. Asili yao ni moto. Siku yao nzuri ni Jumapili. Rangi yao ya bahati ni njano. Madini yao ni dhahabu. Ni wabunifu, wakarimu, wenye moyo safi kabisa. Tabasamu na wanapenda kucheka muda wote. Lakini wana kiburi usipime, wakaidi, wavivu na wakorofi pia. Wanapenda vitu vya gharama lakini utunzaji sifuri. Wanapenda kuabudiwa kama wafalme. Wanapenda kujionyesha. Wana moyo wa kutoa na kusaidia. Ni watu wenye mvuto sana. Wamebarikiwa kwa matumizi mabaya ya pesa. Yaani wakizikamata zinayayuka kama moto wa mabua. Wana ubaguzi wa kisirisiri. Ni viongozi by nature. Mara nyingi huwa na marafiki wengi kutokana na kuwa na ukarimu na uchangamfu wao. Wakiona rangi nyeusi huwa zinawadatisha kimahaba. Hawa zinaiva sana na wenye nyota ya punda na mshale. Hazivi na ng'ombe, nge na ndoo. Wakishirikiana na mashuke wanapiga sana pesa. Kwenye ndoa akipata mwenye nyota ya ndoo ataenjoy sana. Mara nyingi huwa hawadumu kwenye mapenzi kutokana na ukali wao. Na huwa ni watu wenye ghadhabu za mara kwa mara. Wanapenda kuzila. Hawa wanafaa sana kusimamia kampuni zao binafsi. Au kusimamia mashirika au biashara kubwa na uongozi wa michezo. Vile vile wanatakiwa wafanye kazi za uigizaji. Au uendeshaji sinema. Au kazi zozote zinazohusika na masuala ya vijana. Nyota ya 6 ni mashuke. Asili yao ni udongo. Siku yao nzuri ni Jumatano. Siku yao ya balaa ni Jumanne mchana. Rangi zao za bahati ni njano na blue. Ni wadadisi na wachunguzi wa mambo. Hawana papara. Ni wabishi katika kuhakikisha jambo linafanikiwa. Ni wafanyakazi wenye umakini na uangalifu katika kazi zao. Katika kila jambo wao huangalia baya ili wakosoe. Ni wakosoaji wa kila kitu. Halafu wana maindi sana mambo madogo madogo. Na wanapenda kushutumu wenzao mambo yanapokwenda vibaya. Wanapenda sana kusoma. Hawa zinaiva sana na watu wenye nyota za ng'ombe na mbuzi. Na haziivi na wenye nyota ya mapacha, mshale na samaki. Na katika mapenzi na ndoa basi anashauriwa atafute mwenye nyota ya samaki. Ni wenye aibu sana katika mapenzi. Wakiingia kwenye mapenzi ugomvi hauishi kwa sababu ya tabia zao za kiuchunguzi. Hawa ndo wale wakilala usiku wanaiba simu na kuchunguza kilichomo. Ni wenye bidii ya kazi na tabia ya kufanya kazi bila kuchoka. Kazi zao ni zile zinazohusiana na uchapishaji, utangazaji, afya, udaktari, unesi, uongozi, elimu na kufundisha, biashara yoyote au kazi za usekretari. Nyota ya 7 ni mizani. Siku yao ya bahati ni Ijumaa. Asili yao ni upepo. Siku mbaya kwao ni Jumatano mchana na Jumapili usiku. Na siku yao nzuri ni Ijumaa. Rangi yao ni kijani mpauko. Wanatumia akili nyingi kuliko nguvu. Wana kipaji cha kujua siri za watu bila kuambiwa. Na kumjua mtu vizuri kabla ya yeye kujielezea. Wanapenda amani na upatanishi. Ni watu wasikivu na watiifu. Ni wenye maumbo ya kupendeza hasa wanawake.
Kwa ujumla ni watu wenye roho nzuri na wanajua kupenda na wenye mahaba mengi. Ni watu wastaarabu sana, wenye adabu, heshima na ni wakarimu kwa kila mtu na wanajipenda sana, hawataki shida. Kwao kuishi vizuri ni kuwa na mpenzi au uhusiano wa kimapenzi ndo maana. Wanathamini sana mapenzi kuliko hata maisha yao wenyewe. Na wanapenda sana kujionyesha kwamba wanapendwa. Anaweza kujinunulia nguo halafu kawaambia shosti zake kanunuliwa na habi. Kwa sababu hizo wengi sana wanapumbazwa na mapenzi. Na ndoa zao zinakuwa na matatizo kwa sababu ya kuoa mapema bila kuangalia. Kwao ni bora kuishi katika ndoa yenye matatizo kuliko kuishi peke yao. Ajabu kweli. Wanajua sana kumpendeza mwanamke kwa maneno matamu yenye mpangilio na zawadi ya thamani. Na wawapo naye faraga huwa wanatumia muda mrefu sana. Hawana papara. Ni kama paka kabla ya kumla panya. Humchezea kweli. Anaelewana sana na nyota za mapacha na mshale. Hazivi na nyota za ng'ombe, mashuke na mbuzi. Akishirikiana na wenye nyota za mishale atapiga pesa balaa. Wenye nyota hii mara nyingi huonekana kuwa watu wa muhimu sana hata katika familia au vikao vya ukoo. Huwa hawasauliki kwa sababu tu ya kuyatanua mawazo ya watu walioyatoa. Lakini pia mara nyingine huonekana ni watu wanaoleta vurugu na ujuaji kwenye mijadala kwa sababu ya mitizamo tofauti na wengine. Kuna muda huonekana wapumbavu kwa tabia yao ya kung'ang'ania kitu, kwa jinsi wanavyoelewa wao na kutaka kila mtu aelewe hivyo. Mara nyingi wanatoa mitizamo yao pale tu wanapochokozwa au wanapoguswa kihisia zao. Wana mvuto wa kupendwa. Kazi zao ni uhusiano wa jamii, ushauri wa ndoa, biashara ya sanaa, ushauri wa mambo ya urembo, wanasheria, biashara za kuziba pancha na kujaza upepo au kupamba maharusi. Kazini ni washiriki wazuri na wenye upendo kwa wafanyakazi wenzao. Hawa ni rahisi sana kukusaliti katika mapenzi. Nyota ya 8 ni Nge. Siku yao ya bahati ni Jumanne, asili yao ni maji. Rangi zao ni nyekundu mpauko na maruni, madini yao ni silver. Ni watu imara sana. Hawa wakioana na wenye nyota zenye asili ya udongo, penzi lao litadumu na watafika mbali. Madini yao ni chuma. Ni watiifu, imara, jasiri na kulifuatilia jambo kwa undani wake kwa lengo la kulibadilisha. Wana wivu, kisasi, kutosamehe, wabishi, ving'ang'anizi na watu wasioridhika. Wanaelewana na samaki, hazivi na nyota za ng'ombe, simba na ndoo. Akitaka kupiga pesa, ashirikiane na nyota ya mshale, na kwenye ndoa basi atafute mwenye nyota ya ng'ombe. Ni majasiri katika kukabiliana na matatizo ambayo wengine yamewashinda. Wana tabia ya kutilia mkazo mambo yao, tena kwa ukali, na ikibidi kutumia ukatili ili jambo litimie wao wako tayari. Ni wenye akili nyingi, waerevu na wepesi sana kuelewa mambo. Mambo yanapowawia magumu ni rahisi kujiua. Kwao tendo la ndoa ni kiungo muhimu sana katika maisha yao. Inashauriwa wale wenye moyo mdogo wasiingie kwenye mapenzi na watu hawa. Watajuta. Wanapofanya tendo la ndoa, hasira zao huisha mara moja. Ni watu wasiri sana katika masuala ya mapenzi. Na wanakuwa hivyo ili waweze kuwapata wapenzi wengi kukidhi matakwa yao au kiu yao kubwa ya ngono. Anaweza kuwapanga mtaa mzima, ofisi nzima, hata darasa zima na siri isivuje. Kazi zao ni madawa au tiba, upelelezi, utafiti, fundi bomba, elimu ya kale na kazi za ushauri wa mambo ya mapenzi na ngono. Nyota ya 9 ni mshale. Asili yao ni moto. Siku yao ya bahati ni Alhamis. Siku yao mbaya ni Jumatano mchana na Jumapili usiku. Rangi yao hudhurungi. Madini yao ni bati. Ni wakweli, waona mbali, wakarimu na wamejaliwa uwezo wa kusikiliza mawazo ya wenzao hata kama hakubaliani nao. Ni wanafalsafa wazuri. Siku zote hutegemea mambo kuwa mazuri siku zote. Anapatana na wenye nyota za punde na simba, hazivi na nyota za mapacha, mashuki na samaki. Nyota inayomsaidia kipesa ni nyota ya mbuzi. Kwenye ndoa inabidi afunge na mwenye nyota ya mapacha. Ni wakweli na ukitaka kuelewana nao na wewe uwe mkweli. Hawa hawaoni tabu kusema lolote bila kujali athari zake. Mradi tu jambo hilo liwe la kweli. Wanapenda wakati wote kuwa na wapenzi wapya kwa sababu wanaamini mapenzi ya kudumu yanawanyima uhuru.
Ni watu wanaopenda kufanya ngono kwa muda mrefu na hisia zao ziko mbali ukiingia nao kwenye mechi ujiandae. Kazi zinazowafaa ni za usafirishaji, sheria, uandishi, ualimu, dini, michezo na jeshi. Nyota ya 10 ni mbuzi. Asili yao ni udongo. Siku yao ya bahati ni Jumamosi, rangi zao ni kijivu na nyeusi. Ni wavumilivu, watiifu pia, wastahimilivu na wenye uwezo wa kuona mbali. Matakwa yao ni kutawala, kusimamia na kuongoza. Anaelewana sana na ng'ombe na mashuke. Hazivi na nyota za punda, kaa na mizani. Akishirikiana na nyota ya ndoa anapiga pesa hatari. Kwenye ndoa waingie na nyota ya kaa. Mbuzi wana kipaji cha kuchambua mambo kidogo kidogo au kufuatilia kitu bila watu kujua na kupata ufumbuzi wa uhakika. Halafu ni wenye bidii katika kazi yoyote hata kama ni ya kipuuzi. Ni viumbe waaminifu sana, watu wastahimilivu na wenye kuweza kuvumilia matatizo yeyote. Lakini ni wenye tamaa kubwa ya kimaisha na kimaendeleo, na wabinafsi na wenye uroho na uchu. Kazi zinazowafaa ni zile za kutumia akili, uhandisi, usanifu majengo, surveyor, kazi za serikali, siasa na udaktari wa meno. Madini yao ni risasi. Nyota ya 11 ni ndoo. Siku yao nzuri ni Jumamosi mchana, na siku yao mbaya ni Ijumaa mchana. Rangi yao ya bahati ni nyeusi. Madini yao ni uranium. Ni watu wasioyumbishwa, wachangamfu na wenye uwezo mkubwa wa kiakili, kuwasiliana na kuelewa mambo ya muhimu na wanapenda mambo mapya. Hawa zinaiva sana na nyota za mapacha na mizani. Haziivi na ng'ombe, simba na nge. Kwenye mishe za pesa, apigi na wenye nyota ya samaki. Huyu anatakiwa ashirikiane na mwenye nyota ya simba kwenye ndoa. Kwa ujumla ni watu wenye roho nzuri ya kibinadamu na wanapenda kutoa msaada. Kwa upande mwingine ni watu ambao hawatabiriki hasa wanapokasirika. Wanaweza kuwa wakaidi na wenye kusimamia jambo hata kama ni baya. Kazi zinazowafaa ni za uhandisi wa umeme, kompyuta, utafiti wa sayansi, utabiri, huduma za jamii na utafiti wa mambo ya kale. Nyota ya 12 ni samaki. Asili yao ni maji. Siku yao ya bahati ni Alhamis. Siku mbaya ni Jumamosi na Jumanne. Rangi zao ni zambarau, bluu na kahawia isiyoiva. Rangi za udongo, chungwa zinawaletea mzuka, mapenzi na furaha. Madini yao ni platinum au bati. Wana uwezo mkubwa wa kuhisi, kujitoa muhanga, kuishi na kutenda kwa ajili ya manufaa ya wengine. Uungwana, utu, ubinadamu na ubingwa wa maono. Huyu zinaiva sana na wenye nyota za kaa na nge. Haziivi na mapacha, mashuke na mshale. Ili kazi yake ifanikiwe basi apige kazi na nyota ya mshale. Akitaka kupiga pesa sana ashirikiane na nyota ya punda, na ili kuwa na ndoa tamu afunge na mashuke. Samaki wana kipaji cha kufikiria jambo na kuliunda na likawa vile walivyotaka wao. Ni wabunifu na wenye ndoto za kufikiria mambo ya baadaye. Ikiwa wamekwama katika jambo lolote, basi wataitafuta faraja au watajituliza kwa ulimwengu wao wa mawazo. Ni waangalifu wazuri kwa wapenzi wao. Wana hisia kali za kimapenzi na ni wepesi kuathirika. Mara nyingi huwa waoga wa vitu vya mapenzi kwa sababu ya kuogopa kuvurugika kwa mipango yao ya baadaye. Tatizo lao kubwa ni kuwaamini sana wapenzi. Wakitendwa wanachanganyikiwa. Wanapovunjika moyo hukimbilia kwenye ulevi au kumeza vidonge. Huwa wanasumbuliwa sana na maradhi ya nyayo za miguu. Wanapenda wapenzi wao waishi kiroho. Kazi zao ni sanaa kama vile kupiga picha na kazi za muziki au maigizo, kuhudumia wagonjwa, kucheza show, uaskari wa majini, kazi za dini, ushauri na saha. Kwa maswali zaidi, tafadhali mtafute Shafii mwenyewe kwa namba. Anza na alama ya kujumlisha 255 69 200 7575 au Instagram kwa Don_Shafinays. Asanteni kwa kunisikiliza. GNM Cargo, ambao ni wasafirishaji wa mizigo kutoka China kuja Afrika Mashariki, ni kampuni yenye uzoefu wa miaka 10 hivi. Huduma wanazozitoa ni pamoja na kusafirisha mizigo yote inayojaza container nzima, futi 20 kwa 40, pamoja na mizigo midogo. Pia wanaandaa nyaraka zote muhimu za mizigo kama vile packing list na kadhalika.
GNM Cargo wanapatikana Tanzania, Uganda na China. Wasiliana nao kwa simu namba 0677 066 551. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar, Global TV. Kariakoo Bazaar inakuletea bonge la ofa. Twende sawa na Kariakoo Bazaar. Zipo tairi za magari za kila size, kuanzia gari ndogo, mabasi hadi matruck. Zinadumu na himilivu kwa barabara zetu. Zina ubora uliothibitishwa kimataifa. Tairi aina ya Sunfall na Westlake ni imara na kwa uhakika wa safari yako. Twende sawa promotion na Kariakoo Bazaar ni kwa ajili yako. Hii ni kubwa kuliko. Tunauza jumla na reja. Ukinunua jumla unapata punguzo zaidi ya 10%. Tupo mtaa wa Livingstone na tawi letu mtaa wa Swahili, Kariakoo, Dar es Salaam. Tupigie 0713741744. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.